Janga ambalo limetokea jana majira ya saa 8 za mchana kwa kipindi cha dakika 5 cha baadhi ya nyumba za ndugu zetu kuezuliwa kwa upepo, lakini nyingine kubomoka. Kwa mimi kama mkuu wa wilaya kasema siwezi kukaa na Chingwea au ofisini bila kuja kujionea nini ambacho kimetokea, ili angalau tuwafariji, alafu muone nini serikali inafanya. Kwa hiyo kwanza ni washukuru, kwanza niwape pole, lakini vile vile niwashukuru wale wananchi ambao walijitoa kwa huruma zao kuwafariji, lakini kuwahifadhi wenzao ambao nyumba zao zilibomoka. Mimi niwapongeza sana kwa tabia hiyo, maana majanga hayaletwi na binadamu, au sivyo? Tunasema ni majanga tu, hatujui nini kitatokezea. Inawezekana wewe leo unajiona nyumba yako upo salama, lakini baadaye baada ya sana wewe usiwe salama. Kwa hiyo kwanza niwapongeze wale wote ambao mliweza kuwafariji wenzenu, kuwahifadhi. Hongereni sana katika hilo. Hai, pamoja na hayo, kama serikali jukumu letu kuja kufanya tathmini ya maafa au majanga ambayo yamejitokeza. Tumesikia jana tathmini ambayo ilianza kufanya kuanzia jana na wataalamu wetu wa halmashauri. Kulikuwa na kaya 48, lakini leo mpaka hii asubuhi kaya 52, lakini bado wanaendelea kupitia maeneo yote ili kupata takwimu sahihi za watu wangapi walioathirika. Kwa hiyo kubwa kama serikali, baada ya kufanya tathmini yote, kwa sababu kwenye serikali huku kwenye ofisi ya waziri mkuu kuna kitengo cha maafa ndio kinafanya jambo lote ile. Sawa jamani? Kwa hiyo sisi tumekuja hapa kuambia kama serikali tupo pamoja na nyie kwenye majanga haya. Kwa hiyo kubwa na ambacho nawaomba, nimepita eneo moja hapo, nimeulizia nikaambiwa hapa ni eneo la biashara, kwa maana kuna mgahawa lakini na nyumba vile vile makazi. Wenyewe kwa sababu hapo kwenye biashara wameamua haraka kurudisha paa, lakini wamerudisha bati kwenye ukuta. Kuna nyufa kubwa na umeanza kulala. Nimewashauri wasiendelee kutumia eneo lile, maana hujui wakati gani ukuta utaanguka, na ukianguka hujui madhara yake itakuwa kiasi. Kwa hiyo na nyinyi wananchi, na waomba hata kama eneo lako la biashara lakini kuta haiko vizuri, umepata haya maafa, tuondoke kwenye eneo hilo. Unaweza kufanya una fedha za haraka, iangusha yote, anza upya kujenga. Lakini usijaribu kusema bana lazima nikae hapa. Unaweza kupata madhara makubwa zaidi kuliko haya ambayo Mwenyezi Mungu amekunusuru. Kwa hiyo naomba muendelee, kwa serikali tunaendelea kufanya tathmini. Baada ya kufanya tathmini kwa kushirikiana na mbunge wenu, na mbunge anawapa pole sana ndugu zangu, yuko nje, yupo majukumu mengine ya kitaifa, lakini jambo lenu analijua, analifuatilia, na mimi kanipa bana salamu kama nije kuwapa salamu kwamba anawapa pole sana, na yeye mapema yosekanavyo atakuja hapa ili kuweza kushirikiana na nyinyi katika kutatua jambo hili ambalo limejitokeza kwenye wilaya yetu ya eneo hili la kijiji cha Makanjiro. Sawa jamani? Kwa hiyo mimi naomba tuachie wa halmashauri wanaendelea kufanya tathmini. Baada ya kumaliza tathmini, halmashauri watakuja hapa pamoja na mheshimiwa mbunge kutoa neno. Kwa hiyo naomba sana tuendeleeni kusaidiana. Wale ambao nyumba zao zimeharibika, hawana mahali pa kukaa, sisi ambao tuna maeneo, tuna nafasi, basi tuwahifadhi. FM.